Kwa hiyo unacheza nao watoto wadogo, tunasemaga msingile mdogo kumchungulia, utamchungulia mtoto kwa mwenzako. Kwa hiyo tumekuja tumemchungulia, tumemaliza, tunashukuru. Simba wametumia kauli ya mchezo wa mwisho nyumbani kufunga msimu wa 2024-2025. Hii kauli mzalamo kwako umeielewa ama umeiweka ile? Kwa nini nisielewe? Ndio mchezo wetu wa mwisho wa nyumbani ndio huu. Kwa hiyo ilitakiwa wana Simba tukusanyike kwa wingi, na kiukweli tumekusanyika kwa aga wachezaji wetu katika mchezo tunaoingiza mapato. Mchezo wetu wa mwisho wa nyumbani ndio huu, na wana Simba wengi wamekuja kwa wingi kuhakikisha tunamaliza mchezo wa mwisho wa nyumbani. Mchezo wa mwisho wa nyumbani, huu ndio mchezo wa mwisho wa nyumbani. Taswira ya dabi ya Kariakoo ni dabi mchezo ambao unafuata. Mashabiki mlibuka mkasema kwamba hamchezi dabi. Vipi kwako mzalamo? Dabi iko pale pale ama wewe unasemaje kama? Unajua watu tunatofautiana. Mimi sijui kaushawahi kunisikia nasema dabi hatucheze. Mimi dabi siogopi. Mimi naitaka dabi ili mradi nimfunge. Kwa sababu nione Kayoko alikosea watu. Na anaikuta Simba hii ya moto. Nataka akakabwe Mpanzu, akakabwe Mutale. Umeona? Kila mtu nione uwezo wa timu yao, kwa sababu mimi naamini timu yao ni dhaifu. Timu yao ilikuwa miaka miwili nyuma ndo nzuri. Umeona? Miaka miwili nyuma ndo kidogo ilikuwa nzuri. Lakini hii sasa hivi dhaifu, hakuna kitu. Kwa sababu wachezaji wengi wameshuka kiwango. Hiyo na hata ukiona, ukiwa tunakwambia tu wewe mwenyewe unajua. Kuondoka kwa Aziz Ki hawakuweza kumzuia ni kwa sababu wa kiwango. Hamna mtu asiyojua kwamba Aziz Ki wa miaka miwili nyuma sio Aziz Ki wa sasa hivi. Aziz Ki alikuwa nje ya 18, lazima mwambiane asipige huyo, zuia mguu wake ili asipige. Na kwa sasa hivi hata pale akipata nafasi akipiga Isaac Nazi au mpira umeenda mbali, lakini yule alikuwa ananyosha. Kwa hiyo uwezo umepungua na wachezaji wengi uwezo umeshuka. Kwa hiyo hakuna sisi ambao tunaloliogopa kwenda uwanjani kucheza, na sisi tuna timu yetu imekaa iko vizuri kabisa. Brother Mau Kigamboni mzee wa Bandari. Bana kaka mzee wa Bandari. Simba kwa kweli. Haya bwana. Simba ina kikosi kipana. Na leo umeona kila mchezaji apate kuonja na nini. Kuna mwingine ndo mazoezi yake leo kuelekea mechi zingine zozote zitakazokuwepo, lakini kila mchezaji yupo kwa ajili ya kuipambania Simba. Mzalamo umetumia kauli ya kwamba una hamu na dabi ya Kariakoo. Kwa yote mimi sijawahi kusema hatucheze. Na sijui kama inachezwa au haichezwi. Lakini lazima Simba achukue kombe. Kama ipo mechi basi ataenda kushinda. Afrika zinazoanza ushindi wa mnono na goli mengi. Unasemaje? Sasa si umeona anayocheza naye wapi? Si umemwona msemaji wa ile timu jana ameojiwa? Aliibuka, si umesikia aliposema? Alisema hii Yanga tunaenda kucheza nayo mechi ni ngumu, timu bora ambayo ina timu nzuri kulipita Real Madrid. Kwa hiyo wanaenda kucheza na timu nzuri kuliko Real Madrid. Sasa ukimwangalia tu hivyo unajua bwana huyu sio chawa, huyu papasi. Kwa hiyo wameenda kucheza na mapapasi. Maana chawa ndio papasi kupe. Ikikuganda limekuganda. Sijui kama wanaanzia huko wanaanzia wapi, wala au mechi ipo hakuna, wala si hatujui, lakini sisi tunachojua Simba atachukua kombe na kombe tutalichukua inshallah. Mzalamo, kwa niaba ya mashabiki wengi ambao wanakutazama, wengine ambao hapo hapa, mmekuwa na club na kwamba wao msimamo wao mashabiki ni ile barua ya timu ambayo ilitolewa tarehe 12. Wewe umesema unacheza, lakini unadhani kwa nini mashabiki wengine wameiba? Sikusema ninacheza. Sijasema ninacheza wala kucheza. Sijasema chochote. Sijasema. Ni ngumu kusema mimi ninacheza. Kwa hiyo mimi sijasema nacheza au mimi nimekwambia Simba lazima awe bingwa. Sasa mimi swali langu kwa faida ya mashabiki wengine wanaokutazama, hata unawakilisha wengi. Mashabiki unadhani kwa nini waliibuka na kusema wao msimamo wao ni ile barua iliyotolewa ya tarehe 12 kwamba dabi isipochezwa tarehe 15 basi ichezwe? Kila mshabiki ana miemko yake. Hilo wewe unajua. Swaiba wako Dr. Mudi mwingine anasema Karia mbaya, mara Karia mzuri kama sukari, mara nini. Kwa hiyo huwezi kumzuia kila mtu anachosema. Lakini nimekwambia ni mimi sikuwahi, hamkuwahi kuona. Hamkuniona kuposti kusema dabi haichezwi. Hilo la kwanza. Lakini sijawahi kusema pia dabi inachezwa. Kwa hiyo nipo 50. Sasa kwa mtu anakutazama sasa hizi anataka kusikilize
labda na yeye akufuate kwamba mimi namfuata Mzaramo, wewe unasemaje? Si waende KFF ndo wanajua. Tena mkajiwekea Mzaramo Ngoja kwanza Mzaramo bwana. Wewe umesema wewe uko katikati. Yaani mimi sijasema dabi tunacheza wala hatuchezi. Sasa kwa nini niwatangazie watu wao yachezwa au haichezwi? Kuna mtu yuko wasubirie tarehe 25. Kuna mtu yuko nyuma yako anataka kufuate wewe. Atanifuata Kinyemera. Mimi nipo, akinifuata Kinyemera nitamwambia nilichokuwa nacho. Kuna mtu yuko nyuma yako anasema mimi atakachosema Mzaramo ndio role model wangu na mimi nafuata hicho hicho. Sasa atakuwa anakosea. Anatakiwa kwanza anifuate mimi. Analio. Tarehe 25 sio mbali, bado siku 3 naamini. Sasa lazima tuwaje mpira. Itakuwa maswali. Kwa hiyo yoyote mwenye kufikiri yuko pamoja na mwenyewe. Kwa hiyo inshallah kama ipo basi. Sasa wakati ambapo nasema inaangaa maswali hii na sawa, ni kweli mwenye kusubiri yuko pamoja na Mwenyezi Mungu. Yuko pamoja na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo maandalizi ya mchezo ya dabi yanaendelea. Ndio tunaenda kufanya kwamba itakapopatikana hiyo nafasi basi tunasema jitihada wajana. Kwenye kujitahidi atafanikiwa. Tunaenda kujitahidi. Kama ipo basi tutafanikiwa. Sasa turudi kwenu nyinyi kama mashabiki, maandalizi yenu kwenye kuisupport timu tarehe 25. Timu tushaisupport toka huko tulikotoka hadi kufikia hivi sasa. Sasa hayo mambo ya kusupport timu ukawaambie wale ambao walikuwa wanataka kuharibu mpira huu. Wameona sasa kuchukua kombe kama tembo kufika kwenye 15 wakaanza kuharibu mpira, kumuona Almas Kasongo mbaya, Wilfred Kidau mbaya, wakati wamechukua kombe kupita hao kalia mbaya. Ukawaambie hao, lakini pia Simba tulikuwa tunanyoosha maeneo, tunanyoosha timu yetu, tunaokota pointi 3 kila tena. Kila tunapoenda kwa mpaka kufikia hapa leo ni jambo la kushukuru Mungu. Kwa kumalizia sasa, mimi nazungumza kwa niaba ya mashabiki kwa sababu kama vyombo vya habari, maana mashabiki wanatazama. Mimi ninachouliza kama mashabiki, maandalizi yenu kuelekea mchezo wa dabi ni yapi kwa sasa? Sasa mimi siendi kamili. Mimi kama mshabiki nacheza pati yangu. Anayoenda kambini sasa ndio nakwambia. Anayoenda kambini kwenye timu kuangalia kusema maandalizi ni au labda maandalizi ya mashabiki. Maandalizi ya mashabiki. Ya mashabiki siri yetu, kama tunavunja nazi nikwambie wewe tunaenda kuvunja nazi. Hatuvunji nikwambie wewe. Wanakutazama dunia nzima. Wala ina shida. Jambo la timu basi ukawa Ahmed Ali kaongee naye, lakini jambo la mashabiki waje, jambo la kuvunja nazi, jambo la uangaliaji tunaongea wenyewe. Sawa, kwa hiyo mashabiki sasa unawaambia nini? Sina washabiki wanaelewa, sina haja ya kuambia kitu. Mchezo wako ushawaambia tunapoelekea hiyo tarehe 25 mashabiki kama ipo itakuwepo, kama hakuna basi. Na mashabiki hicho wanaelewa, wala hawakosi kuelewa. Wanajua kama 25 ipo wala hamna, wanajua wao. Sawa, mbona Mzaramo kwa performance ya mechi ambazo Simba tumezipata kutoka mechi ya na leo na kamera na kwa namna hizi tunacheza, unaona labda mchezo wa 25 tumetoka kwenye hali ngumu sana. Tumetoka kwenye mechi za haraka karibu na Mungu amejalia tulikuwa tunachukua pointi 3 kila tunayokuta. Tumepiga hapa katikati timu ikachoka, na sasa hivi timu inaanza sasa, kila mchezaji ameshapata nguvu yake, ameshapiga nguvu, basi kinachotokea chochote mbele watakuwa tayari kupambana. Moja ya vitu ambavyo tunaona leo kwa Frank Davis namna rotation ya klabu ya Simba labda pia inasaidia kuchukua kikosi cha Simba kwa sababu nyingi ambavyo tunazungumza ni kwamba Simba ina kikosi kidogo. Leo tumeona kuna wachezaji wako benchi na watu hawajacheza, lakini timu kwa performance. Kwa hiyo tunachotaka wanafanya kama tulione ama tusikie ule ambao yeye anafanya kazi. Huyo anayosema kikosi kidogo basi huyo atakuwa na yake. Naamini watani zetu ndio wana kikosi kidogo, wakitoka ndio hicho. Lakini sie kila siku ukiangalia ule mstari wa mbele mpaka unashindwa kupanga. Maana unakaa unafikiria yuko Chasambi, yuko Barua, yuko Mpanzi, yuko Ahua, yuko Kibu, yuko Awesu, yuko Ateba, yuko Bokwala. Sasa unachanganyikiwa ile mstari wa mbele, lakini ukija katikati pia unachanganyikiwa. Yuko Kanoma, yuko Jefa, yuko Fabrice Ruamba. Umeona? Kwa hiyo unaangalia kati, unaangalia mbele, unaangalia na nyuma, kote pako vizuri. Kwa hiyo na hakika mimi kama kitakuwa kitu kipo mbele yetu basi tutaweza kufanikiwa bila wasiwasi. Moja ya maswali ya kuingiza ni ile injani ambayo amepata Chasambi pamoja na Shamu Karabu. Ndipo atakosekana mchezo wa dabi. Unaona Simba kiperform vizuri? Kama dabi ipo, Chasambi akiwa ametoka hapa anatembea kawaida.
kwa hiyo hawana shida. Alafu Chasambi hata mechi za kimataifa hakucheza nyingi, nadhani kama kacheza 2 au 1, kwa hiyo sidhani kama tutamtegemea sana. Kwa hiyo na ukiangalia mstari wa nyuma kama unavyojua Kagoma kashacheza sana halfback 4. Kwa hiyo ina maana hatuna wasiwasi juu ya hiyo. Ndani tumesheni viungo wako wengi wanafanya kazi nzuri, kwa hiyo tutapata matokeo inshallah kama kitakuwepo.